Ni sehemu ya 5 ya mimi na mimi, and of course today tunaendelea mbele, na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipatia afya njema, na ni mwaka mwingine tena huu ambao nitaendelea kupambana na kuhakikisha na kuwa bora zaidi ya jana. Ni Luka. Yaani Luka sishindani na mtu yoyote, ni mimi na mimi. Na ndivyo inavyotakiwa kuwa hata nawe kwenye maisha yako. Umesikia usije ukaangalia mtu mwingine kafanikiwa sana ama na vitu vingi sana. No. Hapana, kila mtu ana nyakati zake kwenye kitabu cha maisha. Okay? Yes, tunaishi mara moja, tunakufa ghafla. Basi bwana, tulipoishia sehemu ya 4 tuliona ya kwamba Mwamba JC secretary wa mimi ni kama ameamua kulegeza, na walionana sehemu fulani hivi kuweza hata kupata ice cream nini, lakini JC alimchana ukweli, akamwambia kwamba wewe anataka kimoja tu mwanangu cha Faster. Sasa huyu secretary ambaye ni Soraya ni mke wa mtu. Ni mke wa mtu kabisa. Sasa ile kukataa, Mwamba akaona basi tafuta gari uondoke wae nyumbani kama ulivyokuwa unataka. Lakini binti akasema kwamba kwani ulikuwa unataka tuende wapi? Wow! Kauli hiyo ilimpatia goli la ushindi JC, na akaelewa kila ambacho bimdada kamaanisha. Tunasonga mbele. Sasa JC anasema kwamba mimi sikutoa jibu. Nikaushika mkono wake na kuelekea naye kwenye jengo refu la hoteli iliyokuwa karibu na hapo. Nisijali hata kuangalia jina wala nini. Nilikuwa namvuta Soraya kama vile natembea na mtoto. Sasa nami nikaiona sehemu ya mapokezi na kwenda kuzungumza na mhudumu, huku Soraya akiwa amesimama nyuma yangu. Basi nikauliza pale gharama ya vyumba vya kulala wageni sehemu hiyo, nami nikajulishwa kuwa kuna vyumba vya shilingi 30,000 mpaka 80,000 kwa siku. Basi nikatoa 30,000 chap kulipia kimoja, na huyo mhudumu akaniongoza mimi na Soraya kuelekea kwenye vyumba. Huyu mwanamke bwana alikuwa na aibu. Kwa wengi mambo hivi ni kawaida, lakini kwake yeye haikuwa hivyo. Maana alitembea kwa kuficha uso wake, utadhani dunia nzima ilikuwa inamwangalia yeye. Huyo mhudumu akatufikisha kwenye chumba kimoja hivi kwenye ghorofa ya pili, nasi tukaingia ndani. Kilikuwa na muonekano mzuri, safi sana. Kitanda kilikuwa kipana na kirefu, kilichotandikwa shuka jeupe na kuwekewa mito, huku juu kukiwa na neti. TV ya flat screen ukutani ilikuwepo, meza yenye drawer kadhaa na viti vya kukalia, kabati la ukutani la nguo, mlango ulioelekea kwenye bafu na choo safi, pamoja na taulo 2 zilizokunjwa na kuwekwa kitandani pia. So huyo mhudumu akatuacha mimi na mali safi humo ndani. Nami nikafunga mlango kwa funguo, na hapo ni baada ya kuweka mifuko yangu mezani. Sasa Soraya alikuwa amesimama usawa wa kitanda akionekana kutafakari vitu. Sasa nami nikaona ngoja nisimcheleweshe huyo. Nikaja nyuma yake na kukibana kiuno chake kwa mikono yangu, huku sasa nikibusu shavu lake usoni kutokea nyuma. Lakini akashtuka na kujitoa kwangu, naye akakaa kitandani, na alionekana ni kama anaogopa fulani vile. Hey Soraya, vipi? Mimi bado naona kama ni tumepeleka mambo haraka sana JC. Yani bado hata tujaanza. No, simanishi hivyo. Nakuelewa. Ndio maana hii ya mwanzo nimetaka tuifanye chap tu. Maana una haraka. Ama? JC jamani, mimi bado naogopa. Sasa unaogopa nini? Wewe si ni mkubwa kwangu, Unaogopa nini sasa? Yani sijawahi kuchiti. Sasa ndio ujifunze sasa. Nilimwambia hivyo. Akaniangalia kimkazo na kucheka kwa uguna. Sio hivyo bwana. Alafu muda unaenda. Nilimwambia hivyo na kumsogelea. Sasa nami nikapiga magoti chini katikati ya miguu yake iliyofichwa kwa gauni na kushika uso wake, nikitaka kumbusu, lakini akawa sasa ameinamisha tu uso wake. Hey Sora, ni nini? Alibaki kimya. Unaumwa? Ama uko period? Niliuliza tena, akatikisa kichwa kataa. Sasa shida nini mama? Tutumie basi muda vizuri basi. Saa moja itatukuta bado hata unajingatangata tu hapa. Eleweka basi. Basi bwana akaniangalia kwa macho leo jai hisia nzito sana. Na hivi alikuwa lege, nami nikaifuata midomo yake na kuanza kumbusu. Busu nzito sana na taratibu ili sasa nimuhemesha vilivyo. Nami nikashika upande mmoja wa kifua chake uliofichwa kwa nguo, akaushika mkono wangu na kuutoa kifuani kwake. Lakini nikalazimisha kuminyaminya hapo. Na sasa akautoa tena na ukatisha busu wetu.
Nikamwangalia na kuona namna alivyokuwa anajishauri bado. Na kikweli hii sitaki nataka ilikuwa inaniboa sana. Basi tu nikakishika kidevu chake ili sasa nimtazamishe kwangu. Naye akaniangalia machoni kwa hisia za woga tu, kitu ambacho kilifanya nihisi steam inanitoka. Nikamwachia na kusimama. Kisha nikakaa kitandani pia na kutazama pembeni nikiwa sasa nimeudhika. Unajua hivi vitu bwana ni vinakera. Niliweza kuona uso wake ukiniangalia mara kwa mara, japo sikumtazama kabisa. Nami nikaangalia saa mkononi na kukuta ni saa 12 na dakika 40 na kitu. Hapo sasa nikaona hapa ni kazi bure tu kulipia 30,000 yote hii, alafu eti mwanamke mwenyewe akawa analeta swaga za kishamba tu. Wakati mimi nilikuwa namkubali kinoma noma. Jesse aliniita kwa sauti ya chini. Nikamwangalia tu nikiwa na uso makini. Umekasirika? Aliniuliza hivyo, nikamkazia macho kisha nikatazama pembeni. Hataki kunijibu. Nikujibu nini sasa? Unataka nifanye nini sasa? Mbona sikuelewi? Jesse, mimi sio kama nafanya makusudi lakini naibu. Asa mbona unafanya hivyo? Unazingua sana Sura. Unasema una haraka. Mimi nimekujali nikakwambia tupige mambo faster. Haya bado unajivuta. Asa muda si umeshakata? Nilimwambia hivyo na akanijibu ya kwamba sio hivyo, sijazoea tu. Okay, haya nenda. Nenda. Wewe nyumbani. Nilimwambia hivyo kwa mkazo. Akabaki kunitazama tu kwa huzuni. Nikasimama na kwenda kufungua mlango kwa funguo, naye akasimama pia. Nikarudi sehemu ile yenye meza ili sasa nichukue mifuko, naye akaja nyuma yangu. No, Jesse usikasirike. Isha hii. Wewe chukua mkoba wako tuondoke. Nilimwambia hivyo. Basi nikachukua mifuko yangu nikiwa sasa nimeudhika kweli, lakini akaikwapua kutoka mikononi mwangu na kuiweka mezani tena. Akiniangalia kama vile anataka kulia. Sura, mbona sikuelewi? Hebu naomba niambie unataka nini sasa? Nakutaka wewe. Ila Jesse mimi naogopa tu. Unajua sija kufanya kitu kama hiki jamani. Yaani nakuogopa yani. Unanifanya nini na sesemka sana mpaka ni naogopa. Sijawahi kuwa na mwanaume mzuri kama wewe. Yaani nilimwangalia kwa njia ya uelewa sasa. Nikianza kumuona kama ankia tu. Ila yeye hakuwa mzoefu. Kwa hiyo sasa hapa nisingejali tena masuala ya muda. Hapa ningetakiwa ni kama nimuonyeshe ili naye sasa ajue kwamba tupo kwenye karne ya 21 baby. Basi nikamshika usoni kwa viganja vyangu, nikiakandamiza mashavu yake na kumsogelea karibu zaidi. Nami nikamuuliza ya kwamba vipi, haujafanya vitu vingi? Alitikisa kichwa kubali. Sawa, nilifikiri ni mashauzi tu, nisamee kwa kuudhika. Nilimwambia hivyo kwa pole. Sasa nikahisi mikono yake ni kama ikishika kiungo changu na makucha yake yakinichoma kiasi. Wewe ni mwanamke mstaarabu sana. Naona hilo sasa. Ila kama unanitaka kweli, naomba ujiachie. Mimi ndo najaza nafasi zilizoachwa wazi. Wewe ziache tu ziwe wazi. Sawa, sijui umenisoma? Nilimuuliza hivyo, akatikisa kichwa kukubali mimi nijaze nafasi zitakazoachwa wazi. Halo! Midomo yake ilikuwa imelainika kwa mate, uso wake mweupe ukionyesha hamu nzito kunielekea. Nami nikaanza tena kumbusu na kumwongezea pigo za wazungu zile. Huyu alikuwa ni wa aina ya kutulia na kulala tu, huku amefunika uso kwa mkono. Yes, hii ndio ilikuwa ni aina yake, kwa sababu alikuwa ni mpole mno na mwenye aibu. Hakuwa na mambo mengi sana ya ajabu, bali akajiachia tu kwangu na kufurahia kitulizo alichoonekana kukihitaji kutoka kwangu. Basi mimi nikamwacha na kwenda kuwasha taa. Ikiwa sasa imeshaingia saa 1 usiku, kisha nikamrudia tena. Alikuwa ameshakolezwa utamu, sasa siambeleke chochote yani. Na kikweli nilimfurahia sana tu. Nilijisi vizuri mno. Joto lilokuwa limepanda ndani yangu lilisisimua mno nilipolishusha namna hiyo kwa huyu mwanamke. Nilikuwa nimeamua kuwaisha mambo ili dada wa watu hawai nyumbani. Lakini si utamu kama umekolea bana. Asiye Sura, saa 1 shaingia. Jisafisha uende. Mi bado nini? Unataka tuendelee? Alitikisa kichwa kukubali bila hata kuniangalia. Sasa si utachelewa bwana. Aliongea hivyo kwa deko. Basi nikatabasamu kidogo na kutikisa kichwa. Kisha nikamvuta tena. Zamu hii nikaanza sasa shambulizi lenyewe yani. Nikamfumua bila kumpumzisha.
Alikuwa analia huyo. Kanalia. Mimi nikaendelea tu kumtandika huku sasa nikimsemesha, nikamwambia kwamba ese utamu umekolea mama, si utafika nyumbani vibaya. Basi kaka kanaguna tu kwa aibu. Mimi nikanamtazama tu usoni. Wewe ulikuwa unakataa, unaogopa muda nini? Unaogopa kuchelewa ama sio wewe? Bwana mimi sikujua. Hukujua nini? Sikujua tu kama vile ni mtamu. Wanausi watalala na njaa sasa. Msikilizaji, mwanamke bwana akawa anaonyesha tu raha na malalamiko yake, na hatimaye hiyo sikujua yake ikashika hatamu. Akapasua bomba kwa mara ya 3, huku sasa akishtuka kwa nguvu kama vile sasa mwili mzima umepatwa na kwikwi. Nami ndo nikamtulizia hapo hapo. Akalala hoi kitandani huku akijingata mdomo na kupumua kilegevu. Nami sasa nikamgeuza lale chali sasa nicheze bodi lake. Alikuwa anarembua tu hatari. Nami nikampiga kakofi kalaini kashavuni, nikamwambia kwamba hey mama, amka tuondoke, saa 2 sasa hivi. Basi akawa ninaangalia kiulegevu sana. Ase Sora, sitaki kuja kusikia umepigwa huko, maana mna ratiba zenu. Nyanyuka tuende basi mama, nyanyuka. Nilimwambia hivyo. Nikataka sasa kunyanyuka, lakini akanishika mkono na kunivuta kwake tena. Hakutaka kuniachia. Nini? Tukae kidogo. Alafu vipi kuhusu nyumbani? Bwana mimi nitaenda tu hata baadaye. Nimechoka. Wewe. Yaani unataka wanao walale na njaa saa 2 sasa hivi? Alafu kwanza unaenda kupika nini? Bwana. Ndio unyanyuke sasa, washaanza kulia njaa. Bwana. Mimi nitasema kulikuwa kuna foleni bwana. Baba yao atanunulia hata chakula. Aliongea kwa Deko. Msikilizaji, unaona? Mwisho siku unaanza kusema wewe ni agency ni malaya tu. Nini? Umeona? Viumbe wakisha kalishwa tu ama wakisha lishwa tu vitu vitamu ndio wanakumbuka kwamba kuna kitu kinaitwa kudanganya. Simdaula alikuwa anapiga kelele eti nitachelewa. Haya sasa hivi kiko wapi? Nilicheka tu kidogo na kushika uso wake taratibu, nikamwambia kwamba sio vizuri hivyo najua Bwana, mimi nataka tukae kidogo. Kwa nini? Ni bado naashwa. Kwa hiyo yani mpaka umefikia kutamka hilo neno ni kwamba aibu imekutoka, si ndio? Anyway, usijali, nitakukuna tu. Ila sasa hivi muda unatupinga. Wewe vaa na mimi nivae twende. Tutapanga siku nyingine tukutane. Sumeshanizoea sasa hivi. Nilimwambia hivyo, akatikisa kichwa kubali. Basi fresh, fanya hivyo. Nilimwambia hivyo, basi nikapeana naye bustam, kisha nikajitoa kitandani hapo. Nikavaa, nikamsaidia mwanamke avae pia. Na ingawa alionekana kutaka tuendelee kweli, lakini mimi nikasisitiza kumwambia kwamba muda kwa leo usingeruhusu. Na tungepanga wakati mwingine tukipata nafasi nije kumpatia mapenzi zaidi hata ya leo. Naye akaonekana kufurahi. Basi nikafungua draw moja kwenye ile meza na kutoa chanuo. Nikaachana nywele na kujiweka vizuri. Na yeye pia akajiweka vizuri mwilini kwa kujipulizia manukato yake ili sasa asifike nyumbani ananukia mimi. Uzuri hakuwa ameutoa ushungi wake pindi game ilivyokuwa inachezwa. Kwa hiyo tukabeba vilago vyetu na kuondoka. Tukaingia tena barabara ya Zakem kuelekea Rangi Tatu pale. Tukitembea tu taratibu tu, huku sasa nikiwa nimemtangulia mama. Tulipofikia mgahawa wa Zakem, nikamwambia twende hapo. Nami nikaenda kununua nyama za kuku pamoja na mishikaki, kisha ikafungwa na tukaanza kurudi barabarani. Mpaka kufikia muda huu, Soraya hakuwa ametafutwa na mume wake. Kwa hiyo yeye akawa sasa amemtafuta na kusema alikuwa amepatwa na dharura, lakini ndo alikuwa njiani kurudi nyumbani. Msikilizaji, dhambi hizi. Hivyo vyakula nikawa sasa nimempatia mwanamke ili avipeleke kwa watoto huko kwake kama zawadi ya upendo. Na niliona wazi kwamba Soraya alifurahia sana. Tukaachana kwenye mazingira mazuri baada ya kuhakikisha amepanda gari la kwenda huko kwake. Nami pia nikapanda la kuelekea Mzinga. Mission ikawa accomplished. Basi bwana, nilifika nyumbani kwake Ankia na kumkuta mwanamke huyo akiwa amekaa sebuleni pamoja na mama Chande. Na kulikuwa na mvulana mdogo hapo pia wa miaka kama 10 hivi. Kwa haraka nilitambua kwamba mvulana huyo alikuwa mtoto wa mama Chande. Labda ndio Chande mwenyewe.
Na nilipowapa wanawake hao salamu za wakati huu wa usiku, walizitikia huku sasa wakiniangalia kwa njia iliyoniambia kwamba kulikuwa na tatizo. Nikaona ngoja nipite tu kwanza na kuelekea chumbani kuiweka mizigo, nikiwa nadhani labda walikuwa tu na issue zao zisizonihusu hata kidogo. Na baada ya kutoa mavazi yangu nikavaa nguo nyepesi ili sasa niende kuoga. Si unajua joto la mwili lingekuwa juu baada ya mechi niliocheza na Soraya Kwa hiyo nikatoka chumbani ili sasa naelekea bafuni. Lakini nilipofika hapo sebleni tena, nikakuta Ankia akiwa ameinamisha uso wake, viganja akiviunganisha usoni huku machozi yakionekana kumtoka. Hali hiyo ikanitatiza kidogo. Mama Chande alikuwa ananiangalia kwa macho yenye subra, bila shaka akitaka nijue nini kilichokuwa kinaendelea hapo. Nami nikasimama karibu na sofa ambalo alikuwa amekalia yule mvulana mdogo, huku sasa nikimwangalia Mama Chande pia. "Sasa vipi? Mbona yeye analia?" Mama Chande akajibu ya kwamba ni makubwa kaka, ametokea, kuna msiba. Kauli hiyo ikanifanya sasa nimwangalie Ankia, nikiwa sasa nimehisi labda msiba huo ulikuwa wa mtu wa karibu zaidi na mwenye nyumba yangu. Lakini kabla hata sijauliza nani kafa, Mama Chande akanipa jibu, na ni jibu ambalo sikuwa nimelitegemea kabisa. Mama Chande akaniuliza kwamba kwani hujasikia? Nilitikisa kichwa kanusha tu, na kisha akaniambia kwamba Joy amefariki. Nilihisi kama vile pozi ilinitoka kabisa baada ya kusikia maneno hayo, lakini nikaendelea tu kumwangalia mwanamke huyo kwa utulivu. Mama Chande akasema, unamfahamu Joy, si ndio? Amefariki, tena ameuawa. Hivi, hebu ngoja nikupatie hiki kiatu, alafu mwenyewe utaona kinakutosha ama kinakubana. Ulishawahi kupigiwa simu na ukaombwa msaada na mtu, alafu ukamchukulia poa ama ukampuzia? Yaani you don't care. Alafu baadaye unakuja kupewa taarifa na watu wengine kwamba huyo mtu amepata tatizo kubwa sana. Halafu hilo tatizo wewe ulipigiwa simu na ukaombwa msaada na ulikuwa na uwezo wa kumsaidia. Je, utakuwa ni mnafiki ama utaumia? So mimi nilibaki nimesimama hapo hapo bila kusema lolote. Nami nikatazama pembeni nikiwa najaribu kuisawazisha vyema taarifa hiyo kichwani kwangu. Ingepaswa kuwa kitu chenye kushtua mno. Na kilinishtua, lakini mshtuko niliopata ulitokana hasa na fikra za ni nini ambacho kilikuwa kimesababisha mwanamke huyo afe ghafla. Tena kujua kwamba alikuwa ameuawa ndio kuliongezea fikra hizo ukali wa moto wake, kwa sababu tayari ningeweza kukisia ni nani aliyekuwa msababishi. I say, hivi kumbe mambo ndio alikuwa tata namna hii? Aliyefanya hivyo alikuwa anataka kuonyesha kwamba hatani. Na nilimjua vizuri sana. Sasa kutokea hapo, huu mchezo sijui ungeelekea wapi. Mama Chande akaendelea kwa kusema kwamba ile jana nilipata taarifa eti Joy alikuwa amevamiwa akapigwa, lakini hakujua amepigwa na nani. Wakaenda mpaka polisi, akawa amehojiwa, aliulizwa kama alifahamu watakokuwa wamefanya hayo, kwa sababu mapolisi waliona hao watu walimlenga yeye kabisa. Lakini akasema hajui, leo ndo tumepata hizi taarifa jamani, basi tu. Nilimwangalia Ankia kwa ufupi, akiwa bado ameinamisha uso wake, nami nikauliza kwamba imeuawa vipi. Mama Chande akanijibu kwamba nasikia tu sijui amechomwa na visu, sijui amekatakatwa na mapanga, bado hata sijaelewa. Mama Chande alisema hivyo. Nikafumba macho kwa ufupi. Ni wapi? Nasikia alikuwa huko mitaa ya Buza. Jamani, dada wa watu jamani, alikuwa ni mzuri. Alikuwa rafiki yetu sana. Akija anatuchangamkia kweli kweli. Ni kama tumetoka mbali kweli, japo tumekutania tu huko jamani. Sijui hawa watu jamani walikuwa wanamtakia nini dada wa watu. Na ni kweli kama polisi walivyosema, walikuwa tu wanamlenga yeye hata kwenye hiyo ya kupigwa. Nimeogopa sana jamani. Ankia, jikaze dada yangu, jikaze, ndo maisha yameshampata mwenzetu, tuombe tu asitufikie na sisi. Mama Chande alisema hivyo kwa huzuni. Safari ya kwenda bafuni kuoga ikawa sasa imeishia hapo hapo. Nami nikakaa kwenye mkono wa sofa pembeni yake Ankia na kutulia hapo kwanza. Maswali kadhaa yalipita kichwani kwangu na sikuweza kujizuia kuhisi vibaya sana moyoni kutokana na tukio hili kunihusu mimi pia kwa njia fulani. Nikakumbuka namna ambavyo Joy alikuwa akiongea kwa huzuni sana siku ya jana aliponipigia, na mimi nikampa bega la baridi kwa kudhani alikuwa ananifanyia tu tukio, ni kama ananifanyia kituko kingine tu. Nikawaza kuwa huenda kwa njia kubwa nilisababisha kilichompata kitokee, kwa sababu nilichukulia vitisho vya mke wa Gonga kuwa hewa tu, na sasa akawa amethibitisha kwamba hakutania. Nilijua kabisa kwamba ingekuwa ni yeye ndiye aliyefanya hayo,
na kama haikuwa yeye, basi ningehakikisha nafanya utafiti wa ndani zaidi kujua ni nani aliyemuondoa mwanamke yule duniani. Sehemu hii sasa ikawa imejazwa na simanzi kutokana na hii issue. Nami sikusema lolote lile na kuendelea tu na utulivu wangu. Mama Chanda akasema kwamba amesikia polisi walikuwa wanafuatilia sakata hilo la mauaji ya Joy ili wawapate waliohusika. Sasa nami nikawa nimeingiwa na wazo lililonitia wasiwasi kiasi. Tasha alisema kitu kuhusu mke wa Charlie Gonga kuwa ni mtu mwenye hila sana. Na kama ilikuwa yeye ndiye amemuua Joy, uwezekano wa kuligeuzia swala hilo kwangu ulikuwepo. Sasa alikuwa anataka kunikomesha huwezi jua. Ningeshangaa tu mapopo hao wanafika mlangoni hapo na kusema niko chini ya ulinzi kwa sababu mimi ndio muuaji. Huyo mwanamke angeweza kunikamatisha kinamna hiyo kabisa kwa kutumia hila zake hizo. Na hili sasa lilikuwa ni wazo la kutokuchukulia kirahisi hata kama uhakika wa mambo kwenda namna hiyo haukuwa wa 100%. Basi nikiwa bado nawaza mengi, nikasikia sauti ya mlio wa simu yangu kutokea chumbani. Nami nikanyanyuka kwenda kuona mpigaji ni nani. Nikakuta ni Tesha. Na baada ya kupokea, rafiki yangu naye akawa amenipa taarifa za kifo cha Joy. Ila yeye kama kawaida yake ndio alikuwa na habari kamili. Jamaa akaniambia kwamba Joy aliuawa maeneo ya kule Buza baada ya kuwa ametoka kwenye ile hoteli yake Charlie Gonga kwenye mida ya jioni hivi kabla giza kuingia. Sehemu ya mauaji hayo ikiwa ni kwenye geto lake lililokuwa maeneo ya huko. Sasa nikamuuliza ikiwa alisikia kuhusu kuvamiwa kwake pale Kongoe. Na alipokubali, nikauliza tena Kongoe alivamiwa akiwa na nani? Akasema alivamiwa akiwa kwenye nyumba isiyo ya kwake, ila hakuwa na uhakika sana ni ya nani. Basi akaelezea kwamba alikisia yoyote yalihusiana na swala la mke wa Charlie Gonga kujua kuhusu Joy kutoka na mume wake. Sasa naye akieleza namna alivyohuzunika sana kwa sababu Joy aliuliwa vibaya kwa kukatwa na visu mara nyingi mno mwilini. So msikilizaji, roho iliniuma. Basi tukagana na Tesha pale baada ya yeye kuniambia yupo njiani kurudi kutokea Tandika. Mimi kikweli nilivurugwa mno na msiba huo. Nikawa sasa hadi nashindwa kuacha kumtafakari mwanamke ule, japo nijitahidi kiasi kuondoa fikra zangu zote kwake mpaka Mama Chande na mwanae walipoondoka. Nikakaa na Nkia kidogo na kumsikiliza alipotoa maneno yake yenye kuonyesha huzuni kuelekea kifo cha rafiki yake. Basi nami nikajitahidi kumbembeleza kwa upole mwingi. Hapa kilichokuwepo kwa Nkia hiyo kesho ilikuwa ni kwenda msibani ili kuwaunga mkono ndugu na marafiki zake Joy, na mimi pia nikamwambia ningekwenda. Nikiwa nimeshatafakari mambo mengi kuhusiana na hali. Kwa hiyo nikawa nimejiweka vizuri kiakili ili nifanye jambo fulani ambalo lingesaidia kurudisha haki ya kilichompata Joy. Sio kwamba eti labda nilijiona kuwa na hatia sana ama kama mpelelezi mahiri mno, no, hapana. Bali ikiwa kama ni kweli mke wake Charlie Gonga ndiye aliyekuwa amehusika na swala hilo, nisingemwacha salama, ningehakikisha analipia. Basi asubuhi ilifika, niliamshwa mapema sana kwa sababu ya simu yangu kuita kwa mara kadhaa, na baada ya kuichukua nikaona mpigaji alikuwa ni Tesha. Baada ya kupokea, jamaa kaniuliza ni muda gani tungeenda pamoja na Mariam kumuona daktari huko hospitali. Akisema kuwa dada yake alimwambia kuhusu swala hilo, na wakati huu Miriam alikuwa anamwandaa Mariam kwa ajili ya kwenda huko. Nikamwambia ni muda sio mrefu ningefika hapo kwao ili tushughulike na jambo hilo. Naye akakubali. Kwa hiyo nikaamka na kuanza kufanya maandalizi, nikaoga, nikavaa vizuri. Hii ikiwa ni saa 3 kasoro. Na mwenye nyumba wangu alikuwa chumbani kwake tu mpaka wakati ambao nilikuwa nimemaliza kuweka mwili wangu safi. Nikaona ngoja niende huko chumbani kwake kumuona. Nami nikamkuta amejilaza tu kitandani kwake huko sasa, akionekana kuchati kwenye simu ama kusoma. Alijua yeye. Nilielewa kwamba tayari alijua nimeingia, lakini hakuniangalia hata mara moja. Akionekana kuwa makini kweli kweli. Basi nami nikamsemesha nikasema kwamba Nkia, vipi, umemkaje? Alinitazama usoni na akajibu ya kwamba kawaida tu. Vipi, ndo nataka kutoka? Yeah. Sawa. Msemaje? Sasa mimi sijachemsha chai. Usijaliwe, pumzika tu mpaka utakapojisikia kunyanyuka, kwa hiyo kuwa na amani. Kwani unaenda wapi? Natoka na Tesha kumpeleka mama hospitali. Oh, sawa. Na wewe vipi, umepanga kwenda msibani saa ngapi? Baadaye tu. Sina wewe utakuja ama? Yeah, nafikiri Tesha Kabla sijamaliza kumjibu, simu yangu ikaanza kuita. Nami nikaitona kuangalia mpigaji, nikakuta ni Charlie Gonga.
Sasa nikakaza macho kwa umakini sana. Nkia akauliza vipi? Labda nitakuja na Tesha tukishatoka hospitali. Nitakuja naye. Sasa sipajui, kwa hiyo kuja naye lazima. Hebu ngoja nipokee simu mara moja. Nilimwambia hivyo. Akatikisa kichwa kubali. Sana mimi nikatoka chumbani hapo na kusogea mpaka kufikia mlango wa kuingilia sebuleni. Mawazo akiwa ni mengi kichwani kutokana na kujua kwamba kuna mambo mazito alikuwa nyuma ya mtu huyu alinipigia. Basi nikapokea na kuweka sikioni. Sauti ya Charlie Gonga ikasikika ikisema kwamba, "Oya dogo langu." "Naam kaka." "Mbona nakutafuta sana lakini unanikaushia bwana?" Mambo ni mengi tu. Vipi kwani? "Umesikia kilichompata Joy jana?" "Ya, nimesikia." "Unaweza kuniambia nini kinaendelea?" Nilikunja uso kimaswali kiasi na kusema ya kwamba kwa nini uniulize namna hiyo mimi? Nimeuliza tu, labda ukawa unajua kitu fulani." "Hapana, sijui." Hilo jibu nadhani linatosha ama? Hebu usipandishe jazba mdogo wangu, sawa? Mimi sijapandisha jazba. Hebu naomba ongea point yako. Nimeanza kusikia Joy kapigwa hiyo juzi. Sijui unanielewa? Na alipopigwa mtu wa kwanza kupigiwa ilikuwa ni wewe. Nataka kujua alitaka nini kutoka kwako, ama labda na wewe pia ulihusika kwenye hiyo issue. Issue gani? Kumpiga ama yani kwa nini mpige Joy? Ndio uniambie sasa. Ase Charlie, hebu naomba nisikilize. Wewe si unatoa kwa fanya utafiti mwenyewe ujue kweli. Sawa? Kama unafikiri mimi ndio nimemuua Joy, thibitisha. Halafu uje kwangu umlipizie kisasi, sawa? Mbona unaenda mbali sana? Mimi nataka tu kujua ukweli. Na ndio maana nimekuambia fanya uchunguzi. Ukikuta nimehusika, nifanye chochote unachotaka. Sasa alikuwa mtu wako. Utaamua mwenyewe cha kufanya. Mimi nimemaliza. Vipi, kuna kingine? Usijali, uchunguzi nafanya. Sikutaka tu kuamini ni wewe ndio umemuua Joy. Ila nikikuta ni wewe, utajuta mdogo wangu. Sikujuta, utajua mwenyewe. Hivyo vitisho vyote ungevitunza kwa ajili ya wahusika halisi na si mimi Charlie. Hapo unapoteza tu muda wako. Na naomba usinisumbue tena. Nilimwambia hivyo kwa kukereka. Kabla hajasema lolote tena nikakata simu na kushusha pumzi kwa nguvu. Kuna mtu aliyekuwa anazungusha mchezo huu wa mauaji ya Joy kunielekea mimi. Na tayari nilijua huyo mtu ambaye anafanya hivyo ni mke wake Charlie. Hako kajinga kalikuwa kanataka ni kuniharibia wakati wangu mzuri niliokuwa nimekuja kujijengea huko. Na kitendo cha Charlie Gonga kunipigia wakati huu na kuanza kutema vitisho vyake ndio kilichochea kuni za moto kwenye nia yangu ya kutaka kupambana nao na kuwaangusha. Wote kwa pamoja walikuwa wameshanigeuza mimi kuwa adui yao. Na ningewaonyesha urafiki mzuri wa kuwa adui yangu. Basi niliona ngoja ni uweke swala hilo pembeni na kutafuta namba za daktari fulani hivi pale Muhimbili. Kisha nikampigia na akapokea. Daktari huyu alibobea kwenye masuala ya maendeleo na ukuzi wa ubongo. Hivyo alikuwa ni mtaalamu wa mambo mengi yaliyohusisha kichwa. Nikamwambia kuhusu issue ya Mariam, nikimwomba nafasi ya kuonana naye kwa asubuhi hii ili anipatie ushauri mzuri kuhusu hali ya mdogo wangu. Naye akaridhia. Akaniambia niende tu na nikifika nimjulishe, hasa kama nisingemkuta kwenye ofisi yake. Nami nikamshukuru kwa hilo. Nikaweka simu mfukoni baada ya kumalizana naye, nami nikaelekea nyumbani kwa Tesha. Sasa sikuwa hata nimempa kia kwa heri nyingine tena, maana nilihisi kuvurugwa kiakili kiasi. Na baada ya kufika getini pale, nikaligonga na kusubiri ili funguliwe. Dakika moja nyingi nalo likawa limefunguliwa. Na sikuwa nimetarajia mfunguaji awe bibi Miriam mwenyewe. Nikatoa tabasamu hafifu kama kumpa salamu. Naye akawa sasa ananiangalia kama vile anasubiria niseme kitu fulani. Zasbui dada. Nzuri, karibu. Alinitikia na kuachia wazi zaidi ili niingie. Basi na mimi nikapita. Niliingia sehemu hiyo ya ndani, ila ni nje ya nyumba yao. Na nilikuta Bi Jamila akiwa ameshikilia mpira mrefu wa maji uliounganishwa kwenye bomba hapo nje, akimwagilia maua yaliyotunzwa kwenye vyombo kuzungukia nyumba yao. Muonekano wa Miriam uliniambia kwamba bado ama labda hakuwa na mpango wa kwenda kazini kwa leo,
kwa sababu alikuwa ndani ya t-shirt nyeusi yenye mikono mifupi pamoja na kanga kutokea kiunoni, na nywele zake hakuwa amezitengeneza vizuri kimtoko, zikiwa na mvurugo kiasi wa kazi za asubuhi nadhani. So nikasimama usawa wa gari lake na kumwambia Bi Jamila ya kwamba mama, shikamoo. Basi aliniangalia na kuitikia akasema, marhaba baba, ujambo? Kamuitikia sijambo, naona unaogesha watoto. Nilimjibu hivyo. Alicheka na kusema ya kwamba mwanangu, hao wanapenda kweli maji, kila asubuhi na jioni lazima waoge. Nikasema ni vizuri mama, hapo lazima wanenepe mno. Basi alipotabasamu kidogo nikamwangalia Miriam na kukuta ananitazama kwa yale macho yake yenye udadisi fulani hivi. Nami nikashindwa kujizuia kutabasamu na kuangalia chini. Hata sikujua sababu ni nini. Nini? Hainiulize hivyo. Nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba nothing, yani hamna kitu. Nami nikamtazama machoni kwa mara nyingine. Ingia ndani. Mariamu yuko tayari, ila anapaswa anywe chai kwanza. Tesha ndio bado hata hajaoga. Miriam alisema hivyo. Alafu sasa kameniwaisha kweli kweli. Kumbe bado hata hajaamka. Nilisema hivyo kiutani na Miriam akauliza ya kwamba ni nani? Si mdogo wako. Tumeongea muda si mrefu. Nikadhani na yeye alikuwa tayari. Kwa hiyo nakaa kwa subiri. Au unapotezewa wakati? No, hapana. Nataka nitumie muda wangu wote nitakaokuwa hapa kumsaidia mama. Kwa hiyo yeye ndio mmiliki wa wakati wangu. Nilimwambia hivyo. Basi itikio alilotoa baada ya mimi kusema hivyo lilikuwa ni kunishusha na kunipandisha mara moja, kama vile anajaribu kunisoma. Nami nitabasamu kidogo nikamwambia kwamba mbona unaniangalia hivyo? Baada ya kumwambia hivyo aliachia tabasamu hafifu, ni tabasamu la kuhukumu fulani hivi. Naye akanipita na kuanza kuelekea ndani ya nyumba. Sasa nikajizuia kutokutabasamu zaidi kwa sababu ni wazi kwamba mwanamke huyu bado aliniona kuwa mtu asieleweka. Labda sijatulia kiakili. Huenda akiniona kama Tesha vile. Na mimi nikaridhia tu kuwa angalau mambo baina yetu yalikuwa sawa. Basi nikaingia ndani kwao na kumkuta Mariam. Tena akiwa amekaa upande wa dining na akipata kiamsha kinywa pamoja na Bi Zawadi. Mwanamama huyo akanisalimu tena kwa uchangamfu wake na kunikaribisha ninywe chai. Nami nikashukuru na kusema nilikuwa sawa kabisa. Kisha nikakaa sofani kumsubiri binti. Miriam alikuwa ameenda chumbani nadhani na hakutoka tena tokea aliponikaribisha ndani hapo. Tesha akaja kutokea upande wa bafuni akiwa sasa amevaa pensi ya kijani pekee, huku mwili wake ukionekana kulowana, akiwa sasa ametoka kuoga. Nasi tukasalimiana vizuri tu na jamaa alienda chumbani kwake kuvaa nguo ili tuondoke. Basi nikapata mazungumzo mawili matatu pamoja na Bi Zawadi kuhusiana na masuala ya dawa za kienyeji na za hospitali. Na mwanamke huyu alionekana kupenda sana matumizi ya dawa za kienyeji zaidi ya za hospitali kwa jinsi alivyozisifia. Nilimtazama Mariam kwa usomi mwingi alipokuwa akila, nikiona jinsi alivyofurahia kupata chakula kwa njia ya kama mtoto mdogo. Akawa ameshiba. Bi Zawadi akamsaidia kunawa, kisha wakaja sasa upande wa sofa hapo sebuleni na kukaa. Binti alikuwa akionyeshwa mimi ili anisalimie, lakini akawa sasa anaangalia chini tu kama hataki. Nilielewa kwamba bado hakuwa amejenga uzoefu kwangu, na njia ya kwanza ya kufanikisha kumsaidia vizuri ingenihitaji nijenge mazoea naye, ili akishaweza kujiachia zaidi kwangu ndio nianze sasa kumwekea tiba akilini. Wakati ambao Bi Jamila ndio alikuwa amerudi kutoka kumwagilia maua yake, Tesha naye akawa ametoka chumbani akiwa amevaa vizuri sana, naye akamuita dada mkubwa ili apewe funguo za gari. Kweli Miriam akawa ametoka na kumpa Tesha funguo, naye akamsihi mdogo wake awe makini sana na Mariam mpaka tutakaporudi. Basi nikamuuliza Miriam angekwendaje kazini, naye akasema kwamba angechukua usafiri. Basi kwa kuwa mambo yalionekana kunyooka kwa sehemu hiyo, tukatoka kwa pamoja. Mariam akaingia siti za nyuma ya gari, Miriam akafungua geti, nasi tukaingia mbele ya gari pamoja na Tesha kulitoa nje. Niliona jinsi niliona ni namna gani Mariam alimpenda sana dada yake, kwa kuwa aliweka uso wake kwenye kioo sasa akimtazama sana huko nje kana kwamba ni mtoto asiyetaka kumwacha mama yake. Nami sasa nikaweka hilo akilini ili nije kulitumia katika msaada niliotaka kumpatia. Kila jambo lingekwenda taratibu tu mpaka ningehakikisha huyu binti
amekaa sawa. Basi mwendo kuelekea hospitali. Gari hili lilikuwa model ya zamani ya manual, kwa hiyo kulikuwa na gia ya kusukuma na kurudisha nyuma karibia kila dakika. Na Tesha alitia mbwembo kweli kweli kwenye kuendesha ili kunionyesha kwamba alijua sana kudrive. Na of course alijua. Alikuwa dereva mzuri, na nilimwangalia Mariam nyuma na kumwona akiwa ameshika simu ya Tesha akitazama katuni ambazo kaka yake alimwekea ile binti atulie. Nami nikamtazama rafiki yangu na Tesha akaniambia kwamba oya, unaona ninavyoweka vitu hapa? Aliniambia kwa kujisifu. Naona Miriam ndo alikufundisha kuendesha, si ndio? Hamna, hata mimi nimejifunza mwenyewe, nimejifunzia Arusha huko. Miezi 2 tu VETA nikatoka nimeiva. Oh, sawa, nikajua labda Miriam ndo alikufundisha. Hapana. Vipi na wewe mtoto akishua? Unajua kuendesha? Kwamba mtoto akishua. Anyway, najua. Wewe ulijifunzia chuo gani? Hamna, mimi sikujifunzia VETA wala popote. Nilichukua tu gari la mtu nikaanza kuendesha mwenyewe mpaka nikaweza. Mwanangu unazingua Kweli tena. Kwa hiyo una leseni? Ulitolewa wapi sasa kama ukwenda chuo? Shortcut tu. Yaani mimi nimeweza gari ndogo. Nilipofika legal age nikamtafuta askari mmoja hivi usalama barabarani. Hadi nishamsahau hata jina lake. Yaani yule ulikuwa unampatia tu hela tu, anaenda na kutengenezea leseni. Shwa, unaingia barabarani. Kweli Unajua mimi nilishawahi kusikia kwamba eti wanafanya hivyo, ila sasa siku hizi sidhani sana, maana kuna kushikwa kwingi kaka. Ndio hivyo, lakini mimi nilipita nayo namna hiyo. Kwa hiyo wewe ulikuwa unatoa shilingi ngapi kwa ajili ya leseni? 300 tu. 300? Aisee, kama buku 3 tu yani. Nilihangaika kuipata. Hata kipindi hicho mambo hayakuwa easy. Sema tu ukishajuana tu na watu. Si unajua vichochoro vinavyojinyosha yani kama ukishakuwa na connection na watu. Sema mwanangu, mimi napenda sana hizi manyo mwanangu yani. Kucheza hapa mbele nakubali mno yani. Yaani auto mwanangu zinakera sana. Unaweza hata ukanyosha miguu hapa juu, maana nyepesi mno mwanangu. Na dada yako anapendeza hivi da mimi sijui sana. Hii ni ya kuenzi tu, si unajua. Angeweza hata kuiuza na kuchukua nyingine, ila sasa anapenda mno kutunza kumbukumbu. Yaani unamaanisha nini? Yaani kwamba hili lilikuwa ni gari la baba. Walikuwa tight sana na mimi. Sawa, inaonekana ni ya zamani lakini anajua kutunza. Aisee mwanangu na muda. Sema mzee alipoenda mwanangu, Miriam akaichukua. Sasa unajua yeye ni mrembo, kwa hiyo na gari lazima itarembwa tu hata kama ishazeeka. Ni kweli. Hivi yule jamaa nani Joshua, umeshamwona tena? Toka walipomwachia sijamuona. Kwanza kazi gani mwanangu? Ake huko tu bana. Next time akileta bangi zake mwanangu, mimi nitamtoboa kabisa. Msikilizaji, nilikuwa nimekumbuka namna ambavyo huyo Joshua alimtukana Miriam siku ile kuhusu mwanamke huyo kutumia gari, yani kutumia gari hili aliloliona kuwa la kizee. Na sasa baada ya mimi sasa kuelewa kwa nini mwanamke huyo alilitumia, kweli kashfa za jamaa zilizidi kuonekana kwa mbaya sana. Lakini kitendo cha kumuona jana ofisini mwake, yani ofisini kwa Miriam akijionyesha kuwa mtakatifu, na sasa Tesha kuonekana hajui kuhusiana na hilo, kilifanya nielewe kwamba kuna jambo lililokuwa likiendelea ambalo kijana huyu labda na familia yao wote kwa ujumla walifichwa kwanza. Kwa hiyo nikaona nisimwambie kuhusiana nalo. Bila shaka dada yake alikuwa anapanga mambo fulani bila kuambia wengine, ama huyo Joshua alijipeleka huko kazini kwa Miriam yeye mwenyewe. Lakini ningeona tu. Atifu mwanangu, tuachane na habari za huyo mjinga. Oya, mwanangu hivi hii issue ya Joe mwanangu unaionaje? Iko hivyo tu. Kauliwa labda ni kwa sababu tu ya yale mambo ulioniambia. Yale ya kwake na Charlie Gonga au ni ile issue nyingine? Issue gani? Jesi acha bwana kujitoa akili.
Mke wake Chalisi kakuita ile juzi mwanangu, kakutisha eti kwamba atafanya kitu kibaya. Alafu kweli kimetokea. Hujahisi labda ni yeye? Msikilizaji, ni mwangalia Tesha. Kijana alikuwa na akili nyepesi sana. Lakini nikamwambia kwamba hauwezi kuwa na uhakika bwana, labda tuache jinsi alivyo. Mwanangu, unajua mimi naacha kwenda Masai kwa wiki kabisa ise. Nisije kujikuta mwanangu na amkia motoni kesho tu, Sijasema mbinguni, maana najua tu hapo nishakataliwa huko. Alisema hivyo nicheka kidogo na kusema kwamba kweli kaka, hilo ndio la muhimu kufanya, wewe jiweke kushoto kabisa. Basi baada ya kuitikia hivyo, mawazo yake Tesha kuhusiana na jambo hilo yalifanana na ya kwangu. Lakini mimi sikutaka kuchangia sana upande wa mawazo yangu kwa sababu sikuhitaji kijana huyu avutwe kiundani zaidi kwa yale niliyofikiria kufanya. Bado nilikuwa na mpango wa kumtafutia haki Joy endapo kama kweli mke wa Charlie alihusika na kifo chake, lakini nilitaka Tesha akae pembeni kabisa na swala hili. Yaani ingekuwa ni bora kwa ajili yake. Basi mwendo wa kupita robo 3 ya saa kuelekea Muhimbili ukatufikisha hospitalini huko. Nasi tukaelekea majengoni baada ya kuegesha gari. Mimi sikudhani ningekuja kurudi hospitalini hapa mapema namna hiyo. Yaani ndio mwanzo tu, nilikuwa mwanzoni tu mwa likizo yangu. Lakini Mariam aliustahili umuhimu wa kilichofanya nirudi tena hapa. Kwa kuwa tayari nilikuwa nimeshawasiliana na yule daktari, nikampigia simu tena kumjulisha kwamba tulikuwa tumefika. Hasa naye akasema kwamba niende tu moja kwa moja mpaka ofisini kwake. Basi tulipita majengo ya chuo cha Muhimbili na ogopa watoto, kuna wanawake warembo ukanda huo wanavyuo. Mpaka Tesha sasa alikuwa anashindwa kujizuia kuwaangalia. Ujio wangu kwa sehemu hiyo kama kawaida ulivuta macho ya baadhi ya watu walionifahamu na wasionifahamu. Na wale walionijua wangenipa salamu kwa kupunga mikono na mimi pia ningewarudishia. Mariamu alitembea kwa ukaribu sana na Tesha. Ni kama alikuwa ameshikana mkono wake ili asijikuta anapotea kwenye mazingira hayo mapya kwake. So alikuwa amependezeshwa kiasi na dada yake, na isingekuwa rahisi kwa yeyote aliyemuona kwa mara ya kwanza kudhani ana tatizo kwenye akili yake. Kwa hiyo tukasonga mbele zaidi. Tukipita majengo ya kantin, majengo ya vyumba vya madaktari mpaka kufikia upande wa hospitali yenyewe. Kama kawaida watu walikuwa ni wengi, nami nikawapeleka ndugu hao moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya yule daktari. Tukaingia na kumkuta daktari huyo akiwa sasa anajaza ripoti fulani, na baada ya kuniona alitabasamu kiasi na kunisalimu pamoja na niliokuwa nao. Daktari huyu aliitwa Roshan Soto. Huyu ni Muhindi. Naye alikuwa ni mtu mzima karibu kufikia kama miaka 60 hivi. Alipomaliza kuandika ripoti ndio akaanza sasa kunisemesha kirafiki, akiuliza naendelea vipi huko nikokuwa nimeenda. Nikamwambia niliendelea vizuri tu. Basi naye akasema kikweli nilikuwa nimeitia pengo fulani hapo hospitalini kwa kuondoka. Basi akanitania tu namna gani muuguzi mmoja wa kike hapo hospitali aliyeitwa Latifa alivyonitafuta sana. Karibia kila mtu aliyenifahamu hapa hospitali aliniita mimi na Latifa mume na mke. So tulizoeana namna hiyo. Kwa hiyo Daktari Roshan aliponikumbusha kumuhusu, nikacheka sana na kumwambia kwamba nilijitahidi kuingia tena huku kisiri ili asinione, maana kama angeniona ndo angeningangania mpaka basi. So baada ya kuweka utani pembeni bwana, umakini ukawa kwa Tesha na Mariam. Walikaa kwenye viti kutazamana na Daktari Roshan. Asa mimi nikiwa sasa nimesimama, na baada ya utambulisho wa ndugu hawa wawili, Tesha akaombwa sasa elezea hali ya mdogo wake ilikuwa vipi. Akaelezea kila kitu kwa namna nilivyofahamu pia. Naye Dr. Roshan akajaribu sasa kumsemesha Mariam. Binti ya kujibu hata mara moja. Nami nikamwambia dokta kwamba kutokana na namna ya Mariam ya kuitikia kwa vitu fulani na dalili kadhaa alizozionyesha, nilifikiri alikuwa na tatizo lilofanana na ASD. Na ndio nilikuwa nimekuja kupata uhakika kutoka kwake ili apendekeze tiba sahihi zaidi ya kumpatia. Asa Dr. Roshan akanyanyuka, akafuata kifaa fulani hivi cha kielektroniki kwenye chumba cha pembeni ndani humo tu na kumfuata Mariam. Kisha akamvalisha kichwani na kuanza kusoma namba na mairufi tu hivi akimpima. Na baada ya kumaliza akamtolea na kurudi kukaa kwenye kiti chake. Basi alimuuliza Tesha kwamba huyu mdogo wako amekuwa hivyo kwa muda gani?
Tesha akasema ni miaka kama 3 na miezi kadhaa, inaelekea miaka 4. Basi Dr. Roshan akasema kwamba sawa, sasa hivi utasamehe na Kiswahili changu ila si kibaya sana bwana. Nitabasamu kidogo na Tesha akasema kwamba haina shida dokta. Her brain isn't damaged. Ubongo Mariam uko sawa kabisa. Hakukuwa na kitu kama uvimbe au shimo dogo kutokana na ugonjwa ama accident, ajali. Kwa hiyo bila shaka alikuwa na tatizo kwenye mishipa midogo iliyosawazisha taarifa kwenye ubongo wake. Daktari alielezea, aliongea kwa kutumia kauli za wakati uliopita, lakini sote tulielewa alimaanisha wakati huu aliotoka kumpima binti, na alielekeza maneno hayo kwangu. Nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba nimeelewa. Yani kwa wakati huu mishipa hiyo haikuweza kusawazisha vizuri taarifa mbalimbali ubongoni mwake, na ni kweli tatizo lilompata linafanana na ASD. Basi baada ya daktari kuongea, Tesha kuuliza kwamba ASD ndio nini au utanielezea baadaye JC? Ya, nitakwambia baadaye. Ngoja nimuulize kuhusu tiba. Kwa hiyo relax kabisa, sawa? So, Dr. Rosh, what approach should be taken towards her treatment? It depends. Matibabu kwa ajili ya ugonjwa wa ASD yanalenga kupunguza dalili zilizoingilia utaratibu mzuri wa kuishi au kutenda kwa njia ya kawaida mtu aliyeathiriwa. ASD inawapata na kuathiri watu kwa njia tofauti. Hiyo ilimaanisha kwamba waathiriwa hawawezi kuonyesha dalili zile. So na njia za kuatibu haziwezi kufanana. Unaelewa pia Tesha? Dr. Roshan alimuuliza hivyo Tesha, na Tesha akajibu ndio dokta. Yes. So matibabu hayo ya ndani, tabia, maendeleo ya kiakili, kielimu, psychology, mazungumzo na vitendo yanaweza kumixi kwa pamoja ama kukazia fikra kimoja tu kati ya hayo, ikitegemea na hali ya mwathiriwa. Kwa hiyo cha msingi hapo kufanya kwa ajili ya binti huyo ingekuwa ni kuangalia nini, yani kutazama nini kinavuta zaidi akili yake, kisha kutafuta njia za kuweza kumfanya kazi fikra, yani aweze kukaza fikra zake kuzungukia kitu hicho au vitu hivyo, ili ubongo wake uweze kurudi kwenye ukuzi mzuri wa awali. Basi msikilizaji, bla bla kutoka kwa daktari mwenzangu zilikuwa ni nyingi sana, lakini mimi nilielewa zaidi sasa kwamba Mariam angehitaji vitu viwili tu kwenye jambo moja: michezo ya kiakili na mafundisho ndani ya hiyo michezo ya kiakili. Ningeweza kujua tayari alipenda mambo yapi yaliyochezesha vyema akili yake. Kwa hiyo ningeatumia hayo kwa njia ya kidaktari zaidi ili akili yake itiki. So Dr. Roshan alieleza kwamba kwa jinsi hali yake Mariam ilivyokuwa, angehitaji msaada wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu ambao wangemwangalia kwa ukaribu. Sasa hii ingemaanisha akae sehemu fulani, hususan mbali na kwao, kama tu wodi za vichaa, lakini ni peke yake. Na nilijua hiki ni kitu ambacho dada yake asingekubaliana nacho. Yani achilia mbali mambo ya gharama ambazo zingehitajika kuwalipa wataalamu hao. So nikiwa sasa na uhakika wa mambo ya kufanya sasa kutokea hapo, nikamshukuru tu dokta huyu na kumwambia tungeshughulika vyema kumpatia msaada binti huyo ili kusaidia hali yake irudi kuwa sawa tena. Nasi tukamwaga pesa ili sasa aweze kuangalia mahitaji ya wagonjwa wengine waliokuwa kimsubiri. Hivyo tukaondoka ikiwa ni mida kama ya saa 6 kasoro sasa. Nami nika sasa natembea pamoja na ndugu hawa wawili kuelekea nje, huku sasa nikimuelezea Tesha vitu alivyotaka kujua. Kwa hiyo baada ya kuwa ameelewa vizuri hali ya mdogo wake, nikawaongoza ndugu hawa wawili kuelekea kwenye jengo la maabara moja hivi hapo hospitali. Nami sasa nikamwomba Tesha nisubirie nje kwa ufupi tulipofika mlango wa kuingilia ndani hapo. So nikaingia na kumkuta mwangalizi wa sehemu hiyo ambaye ndio nilikuwa na lengo la kumuona. Huyu bwana hakuwa mwingine ila ni mwanadada Latifa, mke wangu hospitali huyu. Watu maofisini wanawake zao na waume zao wa kazini.
So huyu ndio alikuwa msimamizi kwa sehemu hii, na kwa sababu nilikuwa na nia kupata vitu fulani hivi kutoka kwenye maabara hii, kuonana naye ilikuwa ni lazima. Kama ingekuwa ni ndani ya uwezo wangu, basi ningefanya kila kitu kumkwepa kabisa, maana nilijua kama angeniona ndio angening'ang'ania mno, na sikuwa nimekosea. So aliponiona tu ndani hapo, akaacha mambo aliyokuwa anafanya na kunifuata kwa kasi, sasa akifurahi mno, naye akanikumbatia. Alikuwa ni mweusi wa maji ya kunde, mwembamba kiasi na mwenye miguu mirefu iliyoupa mwili wake umbo la umisi maridadi. Lakini sio hivyo tu, alikuwa na midomo minene, yani tena mizito fulani hivi, kama vile iko tayari kudondosha udende muda wote. Japokuwa tulikuwa tumebambikiziwa ndoa ya kiutani hapa hospitalini, mimi na Latifa tulikuwa tumeshafanya michezo mingi sana, kwa sababu alinielewa mno. Sasa kwa nini mimi nisipite? Of course alinielewa. Kwa wengine tulijionyesha kuwa wapenzi wa kikazi tu, lakini nilikuwa nimeshampigisha kazi nyingi sana huyo mwanamke kiasi kwamba alitamani hata nimuoe. Kwa hiyo hata na hapa akaanza kudeka kwangu, akisema amenikosa, akiniambia kwamba mimi ni mbaya, nimeondoka bila kumuaga ili nimkimbie tu na niende kwa wanawake wengine. So mimi nikampiga fix za uongo pale, nini uongo na kweli tu, kuweza kumfanyaje, kumtuliza. Basi tukajuliana hali, kisha nikamueleza lengo langu sasa la kuja hapo. Nilihitaji vifaa vichache tu vya maabara pamoja na kemikali kiasi za kugawanyisha virutubisho vya madawa. Naye sasa akaniuliza vya kazi gani? Nikaambia kuna dawa nilikuwa nataka kutengeneza na nisingechukua muda mrefu sana, na vifaa hivyo ningekuwa nimesha virudisha tayari. So akakubali, ila sasa akaniomba nimjali kidogo kwanza. Unaelewa Lakini nikamwambia kwamba isingewezekana, maana kuna serikali ilikuwa inanisubiri hapo nje. Lakini akasisitiza tu na kutaka nimbusu mdomoni. Nikamzuia nikimkumbusha kwamba kuna CCTV kamera humo ndani. Lakini akaendelea kulazimisha tu. Alikuwa mkaidi kweli kweli. Lakini mara zote alipoona niko makini alitulia. Na mimi sasa nikamwonyesha kweli kwamba sikuwa na muda wa kufanya kile alichokuwa nakitaka. Nikamwambia kama hataki kunipa basi tu mimi niondoke. Ndio akashusha makeke sasa na kunifuatia vifaa hivyo, naye akaniwekea kwenye mfuko na kuniletea. Nikamuaga na kurudi kwa wenzangu baada ya kumwambia kwamba anahitaji kwa msibani, nikimwahidi kumtafuta baadaye. Ahadi ambayo sikujua hata kama ningeitimiza ula. Sasa Tesha na mdogo wake walikuwa wamesimama kwenye kingo ya pembeni karibu na ngome zilizoshika ukuta. Nami sasa nikamwambia nilikuwa nimepata nilivyovitaka, kwa hiyo tuondoke hapo hatimaye. Basi tulipokuwa tumefika eneo lenye zile kantini, nikawaongoza ndugu hawa kwenye kantini moja ili tupate chakula chepesi. Nilihisi njaa kiasi na hata Tesha hakuwa amekunywa chai pia. Kwa hiyo nikaagiza na kuwaagizia ndugu hawa msosi mtamu, nasi tukala kwa pamoja. Basi bwana, tulipomaliza kula na kujisafisha, tukaondoka sasa hospitalini hapo. Mwendo ungekuwa ni moja tu wa kuturudisha nyumbani ili Mariamu akapumzike. Na Tesha alikuwa analalama kuhusu kuondoka bila namba ya pisi yoyote hapo Muhimbili. Nikaambia wa huko angemsumbua tu kwa kumnyonya mno hela mpaka angekauka. Lakini malalamiko yake ya kutaka pisi kali yakanifanya nikumbuke kitu fulani hivi. Winnie, mmoja wa wale wadada niliokutana nao kwenye bajaji jana. Nikamwambia Tesha kuhusu mwanamke huyo, nikisema ni mzuri na nichukua namba yake. Masikio akamsimama jamaa akinitaka sasa nimpatie, lakini nikaambia atulie kwanza mpaka nimtafute Winnie mwenyewe, nimpange kuhusu rafiki yangu, halafu ikiwezekana niwakutanishe. Basi jamaa akakubaliana na hilo. So tukiwa tumekaribia kuifikia Mbagala, simu yangu ikaanza kuita. Mpigaji Soraya. Tabasamu hafifu likaniponyoka, na sikuwa na mpango bado wa kumwambia Tesha lolote kuhusu mimi na yule mwanamke. Lakini jicho la mwewe la jamaa likaona jina la huyo mama Sita. Naye akaanza kunisema sana sasa. Nikaambia oya, mwache zako basi wewe. Huyo anapiga tu kunisalimia. Basi nami nikapokea na kumsikiliza mtoto mzuri. Alinijulia hali, akaniambia yuko kazini na alitaka tuje tukutane tena. Yaani leo, maana kama tu msemo aliokuwa ametumia jana ni kwamba bado aliwashwa. So mimi sikujibu kauli zake za kimapenzi moja kwa moja, lakini kitendo cha mimi kusema kwa leo haitowezekana, maana nilibanwa na mambo mengi, kikafanya Tesha sasa ashtukie dili. Nikaambia tu Soraya kwamba nikimtafuta baadaye, maana hapa nilikuwa na mpango wa kuelekea kwenye msiba wa rafiki, na akaridhia. Baada ya mazungumzo pamoja na Soraya, Tesha akaanza kunichokoza sasa.
alitaka kujua, ajue. Nikaambia mdogo, tulia bwana, Soraya anataka tu tuelekee kule kwenye mambo zetu, lakini mimi nampiga chenga. Ila Tesha hakutaka kubali na akasema haina shida, mimi hata nikimficha angejua tu. So baada ya dakika kadhaa kupita kutokea hapo, sasa tumefika Mzinga na kuendelea sasa kuelekea nyumbani. Kwa kuwa sasa tulikuwa tumekula kule hospitali, hapo ilikuwa ni kumwacha tu Mariam nyumbani kisha sisi tugeuke tena kuelekea msibani. Lakini tulipofikia eneo la Masai, nikamwambia Tesha anishushie hapo kwanza. Akaniuliza nitaka kwenda kunywa bia au, nami nikamwambia hapana, kuna deni nilikuwa naenda kulipa hapo. Hivyo yeye ampeleke mtoto nyumbani kisha akigeuka atanikuta hapo ili tuondoke. Basi hakuwa na neno. Nikashuka na kwenda kule ndani ba. Hii ikiwa ni saa 7 mchana. Bado Masai ilikuwa imetulia, ikiwa wazi kwamba hata muda wa jirushe haukuwa umefika. Lengo langu kuja huku msikilizaji lilikuwa ni kumtafuta Bobo. Nami nikaa nimemuona. Bobo alikuwa amesimama usawa wa kaunta akizungumza na wanawake wawili. Bila shaka wahudumu hapo. Alikuwa akiwapa maelekezo sijui. Na aliponiona akanipa ile salamu yake ya uchangamfu. Nikawasalimu wanawake hao nao wakaitikia na kuendelea kunitazama. Sasa Bobo akaanza utani wake bwana. Akimsukumia mmoja kwangu ili sasa nikamtandike, lakini nikacheka tu na kumwambia ni yeye ndiye aliyefanya nikaja hapo. So nilitaka tuongee kibinafsi na kwa hilo akasema sawa, hakuna noma. Basi tukasogea pembeni kabisa na kusimama kwa ukaribu. Ase Bobo, si unafahamu kilichomkuta Joy Mwanangu najua da. Mwanangu. Wamemchana vibaya yani. Mwanangu atakueleza inakuwa noma mwanangu. Da, yani wanaingiza vipisi kwenye jeneza mwanangu, yani inatisha kinyama sana. Kwa hiyo vipi utaenda msibani? Mimi nitaenda tu kuchungulia tu. Si unajua tena nilienda kuona tukio baada tu ya kusikia na mambo kula yaeleweki mwanangu. Yani huu mwili wake wenyewe yani ungetakiwa ni kuachwa kwa mapolisi huko. Lakini wameona waipe tu familia yake heshima ili uzikwe. Da mwanangu. Yani mwanangu yani Joy hakuwa kufa hivyo mwanangu. Yani tukiwapata waliomuua, yani mwanangu hata mimi nitachangia kuwachinja. Labda ni masuala ya makundi tu. Si unajua ikiwa kuna kundi linalopingana na kundi la Charlie, labda kumuua Joy ilikuwa ni kukomoana tu. Afu mwana una akili kinoma. Unajua umekuja juzi tu hapa ni tayari umeshaotea hivyo. Kwa sababu nimeshaona mengi. Da. Ila inawezekana masuala ya makundi mwanangu. Si unajua? Lakini mimi sijui sana, ila maneno ni mengi. Si unajua tena. Maskari wanaweza kuja hadi hapa kuipekenyua Masai wakijua Joy alipenda kutimkia na huku. Kwa hiyo tumejiweka sawa pote hapa ili hiyo ikitokea maelezo yanyooke. Sijaelewa undani wa kilichompata, ila Charlie yeye anawatafuta hao mbwa waliomuua. Si unajua tena alikuwa demo wake. Najua. Ndio hivyo mwanangu. So amepanga kufanya kitu kibaya sana akiwa nasa. So mimi nasubiri tu mchezo mwanangu. Bobo alisema hivyo. Nikatulia kidogo kutafakari mambo. Aidha Bobo alijua ama hakujua kwamba Charlie Gonga alinishuku mimi pia mpaka kunipigia simu leo kunitisha. Lakini hicho sio kilichokuwa kimeleta hapa msikilizaji. Basi Bobo akaniuliza kwamba vipi wewe unaenda huko? Ndio tunaenda sasa hivi na Tesha. Singekuwa mambo ya biashara mwanangu na mimi ningeungana na nyie mwanangu. Vipi ulikuwa mkuja kunipitia ama? Mna, nilikuja kwa sababu nataka tu washikaji Bobo. Tight yani. Unajua nimekuangalia, nimekusoma. Wewe uko poa sana. Japo uko upande mbaya lakini naona unajua upande sahihi wa mambo ni upi. Sikuelewi mwanangu. Yaani sijui naongea nini mwanangu. Nataka unisaidie kitu lakini wewe baina yetu. Niambie kamanda. Wala tu sikondi mwanangu. Una namba za mke wa Charlie? Mke Betha? Kumbe. Sema mwanangu umezunguka kichizi mwanangu. Si ungesema tu. Ndio nimekwambia sasa. Maji laini mbona? Vipi unamkubali sana? Sema shida kama unavyojua. Wewe Charlie asikuumize kichwa mwanangu. Sikiliza nikwambie mwanangu. Wewe manzi huwa ni mtata. Umesikia? Lakini wewe kama mjanja pale mwanangu unaingia vizuri mbona? Alafu tena wewe yani ule mwanangu unakula mapema sana. Si ile juzi alikuita yeye mwenyewe hapa. Ina maana habari zimeshasambana mna hiyo. Watu na macho kaka.
Yaani wewe Chali hata asikupe pressure mwanangu, sawa, wala hata usimogope. Umesikia? Mimi namba nakupatia. Ukitaka huyo mtoto unakula vizuri sana. Ila sasa uende na swaga zilizonyoka mwanangu, maana ya uhakika, wala hata usijali. Lakini vipi, anaweza kazingua? Mimi namuelewa, wala hata usofu. Najua pa kumtekenyea. Sema tu Chali asijue, au sio? Uhakika mwanangu. Ila mwanangu ukiumla chukua video basi uje mwanangu nionyeshe. Nataka kuona mwanangu kama ana mabaka au ana pango la handeni mwanangu. Bobo alisema hivyo. Nilicheka kidogo na kuona hapa ndio haya ndio yanayofanyika mpaka watu wanaanza kupata connection. So mimi nicheka kidogo na kutoa simu yangu, nami nikaanza kuandika namba ya mwanamke yule na kisha kuitunza. Nikabadilishana namba na Bobo ili tuwe tunawasiliana pia. Naye akanisave kama alivyopenda kuniita Mchina. Ilikuwa ni sawa kwangu kuigiza kwa Bobo kwamba nilimtaka kimapenzi huyo Betha ili anipe namba yake. Na nilipeleka maigizo haya mbali kwa kufanya ionekane kuwa nilimhofu sana Chali. Lakini mimi nilikuwa na lengo lingine kabisa kwa kufanya haya yote. So baada ya kuwa nimepata namba, sasa ingekuwa ni kula sahani moja na huyo Betha. Basi nikatoa 10,000 na kumpatia Bobo ili apige pombe 2-3 nini, naye akaonyesha kukubali sana pigo zangu na kusisitiza nisije kusahau kuchukua mkanda wa video nikifanikisha kumvua nguo mke wa Chali. Na mimi nikamwambia atunze jambo hilo kuwa siri yetu pekee, naye hakuwa na neno. Basi hazijapita dakika nyingi sana, Tesha kama amefika hapo nje, naye akaegesha gari na kuja ndani ili sasa asalimiane na Bobo pia. Wakazungumza kidogo kwa utani, kisha ndo tukamwacha Bobo hapo na kurudi garini ili kwenda msibani. Sasa kabla ya kuingia ndani ya gari, nikaenda kwenye duka moja lenye huduma ya kutoa pesa kwa wakala wa benki ya CRDB, nami sasa nikatoa kiasi cha shilingi 200,000 kwenye akaunti yangu kupitia simu na nikanunua bahasha ndogo hapo hapo, kisha sasa nikaiweka pesa hiyo ndani na kurudi garini. Tesha akaniambia kwamba alimwacha mdogo wake kwao vizuri tu na kawaeleza mama zake wakubwa kiufupi kuhusu yale ambayo Dr. Roshan alituambia kumhusu Mariam. Akisema wangemjulisha Miriam kuhusiana na hayo yote, maana yeye alikuwa ameenda kazini, na walinitumia shukrani kwa jitihada niliyoweka leo. Ankia angekuwa ameshatangulia kwa msibani, hivyo jamaa akawasha gari na muda ukaanza kuelekea Buza. Tukiwa bado njiani ndio nikachukua nafasi hiyo kumtafuta ule Winnie, nami nikaongea naye na kumpiga swaga laini mpaka akaeleweka. Alionekana kupenda ucheshi sana, kwa hiyo niliweka utani mwingi, na ndio nikawa sasa nimemwambia kwamba kuna ndugu yangu aliyekuwa akitamani sana kujuana naye ili waweze kuwa marafiki pia. Niliingiza tu uongo na ukweli kwamba huyo ndugu yangu alishawahi kumuona pia wakati fulani, na baada ya kuiona picha yake ya WhatsApp profile kwenye simu yangu akamtambua na kutaka nimpe namba. Basi akawa amekubali nimpe Tesha namba yake, lakini kabla hilo nimrushie picha zangu na za Tesha kwa WhatsApp. Sio alikuwa anataka kutulinganisha. Basi tukafanya hivyo. Naye Tesha akasema na huyo Winnie atume picha za kwake tumuone, sio tu atake za kwetu. Basi maungano yakawa yamefanikishwa hapo. Mambo yetu vijana kama inavyokuwa, si unajua tena una mkoa hadi mtu. Basi baada ya dakika chache tukawa sasa tumeingia Buza. Naye Tesha akapeleka gari hadi kwenye msiba wa Joe ulipofanyikia. Sikujua sana ikiwa ndio palikuwa kwao au kwa ndugu zake waliokuwa huko tu. Lakini kwenye hiyo nyumba tulipofikia tulikuta watu wengi kiasi. Wanawake walikuwa upande wa ndani zaidi na wanaume walikaa kwenye viti sehemu za nje zaidi. Na ujio wetu hapo ulifanya fikra za wengi zielekezwe kwangu. Hakukuwa na viti vya kutosha, lakini hadi tukapishwa na wanaume watu wazima tu ili tukae. Na kuna wanawake kadhaa waliokuja na kutupa salamu kwa mikono huku sasa wakipiga na magoti kwa heshima kabisa. Kwa hiyo tukakaa tu kwa utulivu. Na Tesha akampigia simu Ankia na kumwambia kwamba tulikuwa hapo nje. Kwa ufahamu wangu wa misiba, bila shaka leo ilikuwa ni siku ya pili tokea kifo cha Joy. Basi hii ya kuja hapa ilikuwa ni kutoa tu pole na kuunga mkono wafiwa, na labda kesho ama kesho kutwa ndio wangezika. Basi muda si muda Ankia akawa ametoka nje na kuja mpaka upande wetu. Alikuwa amevaa t-shirt ya mikono mirefu nyeusi na kitenge kwa chini, kilemba kichwani na alishika kanga moja mkononi, sijui ni kwa maslahi gani. Watu walimwangalia mpaka alipokuja kufikia nilipokaa, alafu akachuchumaa kama vile amepiga magoti karibu kabisa na mimi. Huku sasa mikono yake akiweka mapajani mwangu.
Aliongea nasi akisema yuko na wanawake wengine wakitengeneza chakula cha jioni kwa ajili ya wote walioko hapo. Sasa nami nikamuuliza ni ndugu gani wa karibu zaidi na Joy aliyekuwa hapo? Akasema ni mama yake mzazi pamoja na baba wa kufikia pamoja na dada zake wawili wa damu pia. Akatuonyesha huyo baba wa kufikia ni mzee kama wa miaka iliyokaribia 70 hivi ambaye aliketi mbele zaidi pamoja na wanaume wengine walioonekana kuwa marafiki zake. Hapo ndio palikuwa kwa wazazi wao, lakini mwili wa Joy ungesafirishwa kama sio kesho basi kesho kutwa kwenda Nachingwea. Ndio iliposemekana kuwa kwao kihalisi kabisa, na mwanamke huyo ndiko alitakiwa azikwe huko. Jeneza lake lingeletwa baadaye hapo nyumbani na lingelala mpaka kufikia wakati wa usafirishaji kuelekea huko Nachingwea. Ingawa najua nilikuwa nimepita kwenye mstari uliopinda sana pamoja na mwanamke yule niliyekutana naye na kumjua kwa kipindi kifupi, nilikuwa nimehuzunishwa sana na kifo chake. Achilia mbali tu kukisia ni nani aliyemsababishia kifo, ila ni ile hali ya kujuana. Tena kujuana zaidi kutokana na kushiriki mapenzi pamoja naye usiku ule iliyofanya nihisi ukaribu naye kiasi. Na alikuwa ni mtamu kweli kweli. So nikatoa ile bahasha mfukoni na kumpatia Ankia, nami nikamwambia ampelekee mama yake Joy na kumpa iwe kama rambirambi yetu sisi watatu kuielekea familia hiyo. Basi Ankia akakubali na kusema angeenda kuambia kwamba mume wake ndio aliyetoa hiyo rambirambi, eti mimi yani. Nami nitabasamu tu kidogo na kusema sawa bwana. Mwanamke huyo akaondoka zake kurudi sehemu ya ndani, nasi tukaendelea kusubiri tu hapo upande wa nje. So baada ya dakika kama 10 tu Ankia akawa ametoka tena, zamu hii akiwa na mwanamke mwingine pamoja naye. Huyu alikuwa ni mrefu kiasi, mwenye mwili ulionawiri na ngozi rangi ya chocolate, akiwa amevaa nguo kama kijora hivi ni ya kijani kibichi, huku sasa kiunoni akijifunga kanga, na alikuwa na rasta ndefu kweli kweli mpaka kufikia kiunoni. Sura yake ilikuwa na ufanano wa mbali kiasi na sura Joy, nami sasa nikaa nimetambua huyo ni dada yake. Sasa Ankia akaja naye mpaka upande wetu, lakini hakutufikia kabisa. Kisha akaniita kwa ishara ya kiganja kuonyesha alitaka nimfuate. Basi nikanyanyuka, na sijui ni kwa nini tu, lakini idadi ya wanawake waliokuwa wakija nje ilizidi kuongezeka tu, na walielekeza macho yao upande wetu. Nikawafuata wanawake hao pembeni waliposimama, nami nikasimama karibu yake Ankia. Kwa ukaribu huyo dada yake Joy alionekana kuwa mrefu kiasi cha kunipita mimi, lakini macho yetu yalilingana bwana. Basi Ankia akatutambulisha pale, akasema kwamba Jesse, huyu ni Adelina, ni dada yake Joy. Adela, huyu ndio Jesse. Oh, sawa, habari yako kaka? Adelina alinisalimu. Alikuwa na sauti of course ni nzuri tu kutokana na the way ambavyo nimeisikia. Ni sauti kutoka ndani ya midomo yake minene. Salama dada, poleni kwa msiba. Asante, tunashukuru pia kwa rambirambi yako. Ni ukarimu mwingi sana ulionao kaka. Asante sana. Haina shida. Tuko pamoja, lakini vipi mama anaendeleaje? Amepigika yani, sisi wote. Unajua kufa huwa ni inatokea, lakini mtu akifariki kama mdogo wangu alivyofanywa inaumiza kwa kweli. Adelina alisema hivyo na machozi yakaonekana kumlenga. Ankia akamshika begani kama kumpa faraja, huku akimwambia kwamba pole sana. Asante. Ni mama ndo ameniambia nije nikupe shukrani kwa niaba yake. Ameishiwa nguvu bado, yani hata kutoka nje ameshindwa. Oh, sawa, haina shida. Utamwambia mimi ni rafiki yake Joy pia, kwa hiyo tuko pamoja. Sawa. Naweza kukuomba jambo fulani dada? Ndiyo, unaweza. Nilimwangalia Ankia kiufupi, naye akajiongeza. Akamwambia Adelina ya kwamba ngoja niende ndani utanikuta. Basi Adelina akatikisa kichwa kukubali, naye Ankia akatembea. Basi mimi nikamtazama huyu mwanamke na kumwambia kila ambacho nilikuwa nimekusudia. Vipi, mmeshazungumza na mapolisi tena kuhusiana na yaliyotokea? Hapana, bado wanafuatilia. Sijui kama watawakamata waliomuua mdogo wangu, ila naombea kwa Mungu tu wakamate. Yes, hata mimi pia. Kwa hiyo mlikuwa mmeachiana mawasiliano labda na maaskari au yani askari aliyeshughulikia huo uchunguzi? Ndiyo, tumepewa namba zake za mawasiliano. Oho, sawa.
naweza kupata hizo namba tafadhali? Nilimwambia hivyo. Alinitazama usoni kiudadisi. Kama ulivyoniambia dada, hata mimi nataka waliomfanyia Joy waweze kukamatwa. Ninataka kusaidia na ndio maana nahitaji namba ya huyo askari ili niende sambamba na uchunguzi wao. Kwa nini? Yaani kuna kitu fulani chochote unajua ama? Hapana, ila nataka kuhakikisha haki kwa ajili ya mdogo wako inapatikana. Kama unavyojua, hao maskari wanaweza wakasinzia. Na mimi na uwezo wa kuharakisha huu uchunguzi tukawagundua wauaji. Kwa hiyo nikipata chochote kile, inakuwa vizuri kama nina namba zao ili niwapasie tu taarifa. Si unaelewa? Nilimwambia hivyo. Alitikisa kichwa kubali. Naye akasema sawa, ngoja nikafuate simu ndani nije nikupatie. Okay sawa, nashukuru sana. Basi mwanamke huyo akaelekea kule ndani tena, nami nikabaki kusubiri hapo hapo nilipokuwa nimesimama. Tesha alikuwa akinitumia ishara za mikono kuuliza vipi, nami nikaambia kwa ishara atulie tu kwa sababu ningekuja kumwelezea. Kusimama hapo kulinifanya nione namna ambavyo baba wa kufikia wa kina Joy alivyoniangalia sana. Na najua angedhani labda nafahamiana sana na Delina baada ya kuniona napata maongezi pamoja naye. Dakika 2 hivi naye dada mkubwa wa Joy akarejea tena, zamu hii akiwa na simu mkononi. Naye akaja kwangu tena ili sasa nipatie namba. Nikafungua simu yangu pia nami nikamsikiliza aliponitajia namba za huyo askari, yani huyo mpelelezi, kisha nikazitunza kwenye simu. Asante dadangu, asante sana. Usijali. Hivi ndo unaitwa nani kweli? JC. Oh, JC, sawa. Nataka nikuombe kitu, samahani lakini. Usiwaze, niambie tu. Naomba na mimi unipatie namba yako kama utojali. Ikitokea umepata lolote basi na mimi unaweza kuniambia, si ndio? Okay, haina shida. Wewe nitajituza kwako, mimi nitakubipo. Basi alifanya hivyo nami sasa nikazitunza zake na kumpigia kisha akatunza za kwangu. Wewe haukai huku? Mimi nakaa Mbezi. Wewe je? Mnaishi wapi na mke wako? Mke? Nani huyo Ankia? Tupo Mbagala huku. Oh. Ndio umejuana na Joy huko eh? Yeah. Basi akatikisa kichwa kidogo kuonyesha ameelewa. Haya, sawa, baadaye tutawasiliana. Okay, sawa. Basi aliondoka nami sasa nikaa nimeridhika baada ya kuzipata namba za huyo askari. Taratibu tu na mpango niliokuwa nao ongeza matunda yake. So nikarudi pale kwenye kiti changu na kukaa. Naye Tesha akanisogelea karibu zaidi. Akauliza kwamba oya, vipi, nani huyo? Dada yake Joy huyo. Mwanangu lizuri kweli kweli. Mlikuwa mnapeana hadi manamba mwanangu, kila mtu nikakuona bongo la fisadi mwanangu. Mwanangu kumbuka tuko msibani. Kwenye lipi labda? Je, kama tunajuana? Mwanangu usikimbie mwanangu, maana watu washasoma mambo kivingine. Ndio maana mimi nampenda Dula Makabila. Kashaimba hivi vitu hadi msibani vinatokea mwanangu. Utasababisha Joy mwanangu agairi kufa. Tesha alisema hivyo kwa kicheka. Nilibana mimi kicheko changu, nikamwambia kwamba mwache ujinga bwana, tuko msibani bwana. Na nilikuwa naongea naye tu mambo ya maana bwana, sio upuuzi. Mambo ya maana wapi? Kaka, mambo ya maana mnabadilishana namba hadharani kaka. Kwa hiyo hapa tunasubiri tu maiti iletwe alafu ndio tunaosha au sio? Yeah, lakini si tunaondoka na Nkia. Sasa akijichelewesha je? Tutaongea naye. Basi niliongea naye kwa utulivu na baada ya dakika chache kupita nikatoka hapo na kwenda pembeni kidogo, kisha nikatoa simu na kupiga kwa namba za mke wake Charlie Gonga. Nilikuwa nataka nianze kukichokonoa kichuguu alichokuwa amejifichia huko aliko. Ama labda kama ni kasiri la kifalme basi ni avunje malango yake. Piga ya kwanza hakupokea, ya pili, ya tatu kimya. Nikaona ngoja nimweke pembeni kwanza ili baadaye nije kuendelea kumchokoza. Labda kwa sasa alikuwa busy kutafuta watu wengine wa kuua. Basi kutokea hapo tukaendelea kusubiri tu mpaka ilipofika mida ya saa 10 jioni. Mida hiyo ndio mwili wa Joy, au niseme vipande vya Joy ndio vikawa vimeletwa. Ulikuwa ni ndani ya jeneza jeupe lenye msalaba kwa juu, likiwa limebebwa kwenye pickup nyeupe ya Toyota Hilux. Ilionekana kuwa ni ya gharama sana. Wanaume wakaanza kuchangamka kuliondoa hapo ili sasa liingizwe ndani ya nyumba.
Vilio kutoka kwa wanawake vilisikika kutokea huko ndani jeneza lilipokuwa limepelekwa, na kama ni kwenda kushoto zaidi na matarajio yangu ambayo sikuwa nayo kabisa mpaka kufikia sasa, basi ilikuwa ni kumtambua dereva aliyeendesha gari hilo. Aliposhuka, mimi na Tesha tukatazamana kimshangao kiasi, kwa sababu dereva alikuwa ni Charlie Gonga. Hii ndio ilikuwa mara yangu ya pili kumwona kutokea mara ya kwanza kule kwenye baa yake, maana hata aliponipa 10,000 kama nauli ya kuja kwenda kukutana naye, nilimpiga chini, na baada ya yeye kuniona akanipungia kiganja chake hewani, huku sasa akiniangalia kwa makini. Nami nikamtikisia kichwa mara moja tu kurudishia salamu yake. Sikufikiri ningemwona hapa leo, lakini jinsi ambavyo alijichanganya na watu wa familia yake Joy, hapo sasa linifanya nitambue kwamba alikuwa akifahamiana nao. Na si ajabu aligharamia mambo mengi yaliyoendeshwa kwenye huu msiba. Baada ya kuona ameongea machache pamoja na baba wa kufikia wa kina Joy, yeye pamoja na aliokuja nao wakarudi kwenye gari, kisha wakaondoka hapo. Alitendewa kama taita hapo. Na sidhani ikiwa kuna yeyote kati ya watu wa familia hiyo waliofikiri mke wa Charlie alichangia kwa kiasi fulani katika mauaji ya Joy. Ijapokuwa hata na jamaa hakuonekana kujua, na mimi bado sikuwa na uhakika. Yote kwa yote ingefahamika tu msikilizaji, wewe ngoja. So baada ya Charlie kuondoka, wanawake wakaanza kusambaza sahani zenye wali na maharage kwa wazee nini, kisha watu wazima vijana. Nami sasa nikamwambia Tesha kwamba kiukweli sikujihisi vizuri sana kula msibani. Akauliza kwa nini? Nami nikamwambia iko hivyo tu. Akasema nisiwe hivyo, nikipokea tu chakula kikiletwa na nile mpaka kiisha, la sivyo ningemkasirisha Joy huko mbinguni kwa kuacha kula kwenye msiba wake. Basi akanifanya nitabasamu tu kwa hisia, kwa sababu alinifanya nitilie maanani ukweli kwamba ingawa Joy aliuawa vibaya, angalau alikuwa mpumzika kwa amani. Labda anyway, sijui. So tukaletewa misosi pia. Msosi ambao uliletwa kwangu ulibebwa na Adelina mwenyewe, na Tesha akapewa na Ankia. Cha kushangaza kwa upande wangu ni kwamba Adelina alifikiri Ankia ni mke wangu, si ndio? Lakini yeye ndio akanipa chakula. Na pamoja na kwamba alikuwa mkubwa zaidi yangu, nilikipokea na akashuka mpaka chini kwa kupiga goti moja ili kunionyesha heshima. Sasa nikabaki nikimwangalia mwanamke huyo kwa umakini. Sura yake bado ikionekana kuwa na simanzi, lakini akijitahidi mno kuwa imara. Nami nikamshukuru na kumwacha aende. Tesha sasa akaanza mambo yake. Jamani, Tesha huyu msumbufu. Nikaambiwa, hebu we komea hapo hapo wanachojinga. Basi tukala, tukamaliza sahani pembeni nini. Basi saa 12 hivi haikukawia kufika, na baadhi ya watu walikuwa wameshaondoka baada tu ya kula, ikiwa sasa nakimbilia kuingia saa 1 usiku. Ankia akaja, naye sasa akatuambia kwamba kama ni kuondoka hapo basi mimi na Tesha tutangulie na yange kuja baadaye. Kuna vitu bado alikuwa anataka kusaidia kufanya hapo nyumbani kwao Joy. Kwa hiyo akanipa funguo za nyumba yake na kutuaga. Kwa sasa hamna noma kwa hilo. Nasi sasa tukaingia kwenye gari ili kurudi Mzinga. Saa 2:30 inaingia na sisi ndo tulikuwa tunaingia pande za maskani. Nilikuwa nimesha muungishia Tesha namba ya Winnie ili waanze kuwasiliana pia. Na kwa kuwa mwanamke huyo alikuwa ametuma picha zake maridadi sana, Tesha akasema ndio keki ambayo angeanza nayo kuila kabla zingine. Kwa kuwa nilihitaji kumuona Mariam kwanza, nikaamua kwenda naye pale kwao ili sasa nimjulie hali binti huyo pamoja na mama zake wakubwa. Bado mfuko wa vifaa nilivyochukua hospitali leo ulikuwa ndani ya gari hilo. Nami sasa nikauacha tumo mpaka kufikia wakati wa kuondoka ndio ningeuchukua. Sasa nikafikiria kwamba huenda Miriam bado angekuwa kazini, lakini tulipofika ndani tukawakuta wanawake wote wa hapo wakiwa sebleni, na Miriam mwenyewe alikuwepo sebleni pia wakati tunaingia. Kisha kaelekea upande wa jikoni, ikionekana alikuwa anapika. Sasa wanaume tukapokelewa kwa salamu nzuri sana. Nasi tukakaa kwenye sofa moja, huku sasa Tesha akianza kuelezea namna ambavyo mambo alikuwa huko msibani. Kuanzia wakati tulipofika mpaka tulipoondoka, wakawa wanachangia mada kuhusiana na janga lilomkuta Joy. Na kutokea hapo sasa ndio Tesha akaanza kupewa somo la kujitahidi kuachana na masuala ya kukesha Masai, kwa sababu mama zake wakubwa hawakutaka aje kujikuta kwenye hali kama ya Joy. Na kwa wakati huu Tesha alikuwa msikivu kweli kweli.
akiunga mkono pointi zao kwa kusema angekuwa mwangalifu sana. Kwa upande wangu mimi nilikuwa kimya tu nikimtazama binti Mariam sana, na alikuwa amekaa chini karibu na miguu ya Bi Zawadi akiwa sasa anatazama katuni kwenye TV. Sasa amekilaza kichwa chake kwenye paja la mwanamke huyo, na Bi Zawadi alikuwa akizilazalaza nywele laini za binti taratibu kama kumpembeleza. Basi Shadi akauliza kwamba kwa hiyo kesho ndo watafanya na ibada ama? Tesha akajibu kesho, alafu aziku hapo Buza. Ankia amesema mwili wa Joy utapelekwa huko na Chingwea, ndio kwao kabisa. Shadi akasema kumbe. Tesha akasema Basi Bi Jamila naye akauliza kwamba Ankia je, vipi mmerudi naye? Yeye amebaki huko, kuna mambo anamalizia kufanya, so atakuja baadaye. Jamani, sasa mngemsubiria tu. Masuala ya usiku sio mazuri kwa wanawake na mnajua hilo. Shadi alisema hivyo. Tesha akasema yeye mwenyewe ndo akatuambia tutangulie, kwa hiyo sidhani kama atachukua muda mrefu sana. Basi ni wakati huu ndio bibi Miriam akawa amerudi tena sehemu hii ya sebule, naye akakaa kwenye mkono wa sofa walilokaa mama wakubwa na Mariam kwa chini. Wakati huu ndio nikaweza kumchora vyema zaidi. Alivaa nguo kama Punjabi hivi yenye rangi ya zambarau pamoja na kilemba kilichofunika nywele zake. Ingawa suruali ya nguo hiyo ilikuwa pana, umbo lake lilichoreka vizuri sana, hasa alipokaa namna hiyo kwa kunyanyua mguu mmoja juu kiasi. Nasi tukaangaliana kwa njia kawaida tu machoni na kisha kwa tazama wengine. Mariamu anapenda katuni maana naona ametulia kweli kweli. Ulisema hivyo? Binti akanitazama usoni. Nafikiri kwa sababu alisikia nimetaja jina lake. Huyo tena? Sana. Yaani anapenda katuni mno. Muziki, katuni anapenda sana. Si unakumbuka hata ulipomkuta anacheza kwikwi? Bi Zawadi alisema hivyo huku sasa akiigiza vipapatio kwa mikono yake. Nitabasamu tu kidogo na kusema ya kwamba nakumbuka na alikuwa anapatia kweli kweli. Bi Zawadi akacheka kidogo, nami nikamuona Miriam sasa akitabasamu kwa hisia. Shadi akasema ya kwamba yaani hapo ukimtolea tu anaanza kulia. Baada ya Shadi kusema hivyo wote tukacheka kidogo. Nami nikiwa nasugua magoti yangu kwa viganja, nikasema basi sawa. Ngoja mimi niwaache jamani. Kaka wapi tena? Naenda ndani tu. Hasa kwani hapa nje jamani? Shadi aliuliza hivyo, nikacheka kidogo kwa pumzi. Tesha akasema kwamba tulia bwana, sister anataka kuturekebishia matumbo bwana. Baada ya Tesha kuongea hivyo, Bi Zawadi akasema kwamba ndio baba, kaa tu kwanza. Ankia bado si hajarudi utaenda kukaa mwenyewe huko mwanangu. Nitabasamu tu. Sasa Bi Jamila akasema kwamba umechoka sana. Nikajibu kwamba hapana, sijachoka ala. Basi Bi Jamila akasema kwamba basi kaa tu baba yangu, mimi anaandaa mirosti huko, si unakumbuka nilivyosema kuhusu mapishi yake? Bi Jamila kaniambia hivyo huku sasa akimzomea Bi Zawadi kiutani. Shadi na mimi tukacheka kidogo. Sasa nikamuona Miriam anamtazama mama mkubwa wake kimaswali kiasi, bila shaka akijiuliza kauli yake ilimaanisha nini. Naye Bi Zawadi akamwangalia mwenzake kwa njia ya kununa, na Tesha alimsifia dada yake huko akiniambia kwamba mwanangu, ni kweli wanayosema wewe kaa uonje mapishi ya sister, anajua huyu. Bi Zawadi akasema eti mimi wananisema mimi sijui kupika, eti unanizidi. Bi Zawadi alimwambia hivyo Miriam ni kama anadeka eti. Mimi akuzidi nani? Wewe ndio unajua bwana. Waambie wakuache wasikusumbue. Huyo anakupa kichwa tu. Ngoja JC ale chake leo, uone kama atagusa chako tena. Bi Jamila akamwambia hivyo mwenzake kwa utani tu. Sasa kauli hiyo ya Bi Jamila ilikuwa inalenga swala la chakula, lakini ilikuja kwa njia ambayo iliingiza jambo lingine akilini. Kwamba anakupa kichwa tu, ngoja JC ale chake leo uone kama atagusa chako. So mimi ilinijengea jambo lingine akilini, na nafikiri Miriam pia alielewa kwa njia hiyo kwa sababu nilimuona akishtuka machoni kiasi na kumtazama Bi Jamila kimaswali, kisha akanitazama kwa njia ya kuhukumu. Basi mimi nikaangalia pembeni na kujikaza nisicheke, kwa kuwa najua hata Miriam alidhani kilichoongelewa kulikuwa kilikuwa ni chake kingine. Aisee, hii familia ilinipa raha sana. Wengine hawakuelewa mambo kwa njia hiyo, lakini kwa namna tu ambayo Miriam aliniangalia ilionyesha alielewa vitu vingi kwa mapana mno. Na alikuwa na akili iliyonolewa vizuri sana. So Tesha akaniangalia kwa umakini,
Kisha akauliza kwamba vipi kaka, umefurahi sana eh? Nikaibana cheko yangu zaidi na kumwambia kwamba ndio. Sawa, nitakaa kukionja. Niliposema hivyo nikamwangalia Miriam usoni, naye akatazama pembeni akiwa kama ameudhika vile. Nami sasa nikaelewa kwamba alikuwa ameshasoma kila ambacho kilipita akilini mwangu pia. Nikainamisha uso na kuweka kiganja changu kwenye paji ili nijistiri zaidi kutokucheka. Bi Jamila alikuwa amenifurahisha mno bila yeye mwenyewe kutambua umbali wa furaha hiyo. Na maongezi zaidi alipokuwa akiendelea, simu yangu ikaita bwana. Nikatoi sasa nione mpigaji ni nani. Nikakuta ni mke wake Chaligonga. Muda mwafaka kwake wa kunitafuta ukawa ni sasa hivi. Hivyo nikaomba wenyeji wangu samahani ya kuapisha ili niende nje kuzungumza na simu. Nami nikatoka hapo ndani upesi sana. Basi nikiwa varandani nilipokea ile simu. Vipi? Hello. We nani? Sauti ya mke wake Charlie ikasikika ikisema hivyo. Huwezi kukisia hata sauti tu kwamba hujaitambua. Bwana wewe sema wewe ni nani bwana? Nimekuta umenipigia. Sema wewe ni nani bwana, una shida gani? Mimi JC. Nani? JC. Wa wapi? Nilijikuta nimetulia kidogo msikilizaji. Nikabaki kimya tu baada ya yeye kuuliza hivyo. Lover boy wa Joy eh? Ndo mimi. Kulikoni? Naomba kukutana na wewe tafadhali. Nakuomba sana. Unataka nini? Tuongee. Kuhusu mambo mengi tu. Sikia, juzi ile tulivyoongea nilikuja juu sana. Najutia kuongea kwa hasira mbele yako. Nataka mambo yanyoke kati yetu. Naona umepunguza kibesi leo eh? Yamekukuta yapi huko HB wa Masai? Basi niliuliza hivyo, nikakunja ngumi yangu na kumwambia kwa sauti ya utulivu tu. Sina haja ya kuzunguka popote. Nitafakari tu ulioniambia na nimeona uko sahihi. Mimi sikuwezi na sitaki uje uniumize wala litokee lolote. Mimi bado ni mdogo, sitaki kutengeneza maadui. Ni bora zaidi nikijiweka upande wako badala ya kuwa dhidi yako. Na naweza kuwa rafiki mzuri tu kwako kwa sababu naweza kukupa vitu vyenye faida. Wewe unaweza kunipa nini mimi? Unafikiri naangaishwa na kasura kako? Mimi ni Malikia. Nimeshaona wengi zaidi yako. Hebu niambie una nini cha kuniofa mimi yani? Wala mimi sijafikiria masuala kama hayo. Naongelea vitu vitamu hata zaidi ya hero dadangu. Unamaanisha nini yani? Nipange. Tukutane hata kesho sehemu yoyote unaotaka wewe. Nami nitakuonyesha namaanisha nini. Kwa hiyo wewe kijana yani unataka kunifanyia mimi mchezo wa hapana Betha. Mimi niko serious. Ndio maana nimekuambia wewe mwenyewe unipange tukutane unapotaka. Nataka niwe upande wako, sawa eh? Na lazima nikupe kitu kizuri kama zawadi ya urafiki. Au hata kama sio urafiki basi tu iwe njia ya kuomba msamaha. Mimi nimekuelewa sana. Na ukikuta nazingua una ruksa kunifanya chochote unachotaka. Nilimwambia hivyo kwa uhakika msikilizaji. Nilikuwa makini sana kuhakikisha maneno yangu, yani maneno hayo hayasikiki kule ndani kwa kuongea kwa sauti ya chini. Wewe inaonekana ni mjanja sana eh? Ya, mimi ni mjanja. Haya tutaona. Nitakutafuta, usinitafute mpaka nikutafute. Sijui umenielewa? Nitabasamu kidogo msikilizaji nami nikamjibu poa, nitasubiri, nishtue tu muda wote unipange. Basi bwana kakata simu. Hapo nikawa nimechukua, nikaweka, alafu sasa ikawa imebaki tu kufanya Angalau nilikuwa nimeweza kuipika vizuri akili ya mwanamke huyo, ili aone kwamba nina kitu kizuri cha kumfaidisha nacho katika mambo aliyoyapenda zaidi. Madawa eh? Ningehakikisha na mchanganya mwanamke huyo mpaka ingeeleweka kwake kwamba si yeye tu ndio aliyetakiwa kujiona wa kuogopwa, bali kuna watu ambao hawakutaka kuogopwa. Lakini walistahili kuogopwa. Achana na mimi kabisa nikiwa nimekaza nia kwenye jambo fulani. Achana na mimi kabisa. Na huyo Betha angelipia kwa kucheza na mimi. Yaani kila kitu kingekwenda taratibu tu. Taratibu.
lakini angejikuta anaangukia chini kwa kasi sana. Sasa mimi na wewe msikilizaji, tupumzike kwa leo, halafu tuje tuitafute nguvu mpya kuja kushuhudia hili pambano ama huu mkutano wa hawa wawili. Na inaonekana, sijui, huenda JC kabla ya kumwadabisha huyu bimdada wa kuitwa Betha anaweza akamnyosha kwenye 6-6 ili kumwekea heshima kwanza. Lakini kama akiwa naye, yani akiwa na ukaribu na Betha, I say, hivi umeshamfikiria Charlie? Umeshamfikiria Charlie? Kwa sababu wakati huo Charlie anamuhisi Mwamba. Sasa Mwamba naye anataka kufanya upelelezi kwa huyu mke wa Charlie. Sasa ukaribu wao, Charlie akija kujua ukaribu wa kwake JC na mke wake, wakati JC ametoka kumla mchepuko wake. Anyway, tukutane msikilizaji sehemu inayofuatia kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Atukutanishe na tuweze kujua sasa hii mipango ambayo anaipanga JC kwenda kwa bimdada Betha. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas na mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni Elton Tony. God be with you till we meet again. Bye bye.